Yaani najiona mpuzi sana. Siku zote unanizeveza kwa mama nyumba za kupanga kwa kofia tunarogwa. Kumbe wewe na ndugu zako ndo washirikina wakubwa. Na familia yako ilivyokuwa imelaaniwa. Kumbe mama yako mzazi ndo mwanga mkubwa. Nikifa usinizike, na ukifa sitakuzika. Niache niongee mama, niache niongee. Yesu anajifanya anayajua ya huku, sisi tunaziweza za huku. Nikipita kushoto upite kulia, na nikipita kulia upite kushoto. Nikipita juu apite chini, na nikipita chini apite juu. Baradhuri mkubwa wewe, usiokuwa na haya wala fadhila. Unapata faida gani baada ya kunifanyia mimi yote hayo? Nakuuliza wewe Kim, umepata faida gani? Mume wangu, mambo yangu mimi na wewe naomba tukayazungumzie nyumbani na tusiyazungumzie hapa. Kai. Kiwembe, uji wangu leo ni wa tofauti sana. Nimekuja kukupa taarifa kwa mimi ni mjamzito. Wow. Asante sana Mungu. Hakika amesikia kilio changu. Ni kitu ambacho nilikuwa na Ni kweli ujauzito ni wa kwako. Kwa sababu Kai toka amesafiri ana mwezi mmoja na wiki moja. Na mimi nimeenda kupima ujauzito una wiki 2. Na Kai nimeonana naye jana. Na toka Kai amesafiri nilikutana na wewe kimwili. Lakini naomba unisikilize. Tuliza kichwa chako. Huu ujauzito siwezi kukupa wewe. Hata siku moja sijawahi kutamka ya maneno mbele yako, au wewe mwenyewe unafurahi kuniona nikilia kama mtoto baby. Nampa mwanamume ambaye nampenda, ambaye ni Kai. Nadhani umenielewa. Tatu. Hivi unajitambua kweli wewe? Yaani inawezekana vipi ujauzito wa kwangu mimi ukampe mtu mwingine? Haitawezekana. Naona unajisahau. Nilikuja kwako kwa ajili unitengenezee dawa, nimpate Kai na niolewe na Kai. Lakini kwa tamaa zako za kimwili ukanitaka. Na mimi nikakukabidhi mwili wangu, ukautumia unavyotaka. Sikuwa na ndoto ya kuolewa na wewe. Sikuwa na ndoto ya kuzaa na wewe. Kwa sababu imetokea hii, usitegemee kama mimi ni ujauzito nitakupa wewe. Nitampa Kai. Kwa sababu Kai ni kilio chake cha muda mrefu kupata mtoto. Kwa hiyo ni fursa. Naitumia. Nadhani umenielewa. Tatu. Hivi unajitambua kweli wewe? Yaani inawezekana vipi ujauzito wa kwangu mimi umpe mtu mwingine? Unakisikia unachokiongea? Haitawezekana, nakwambia. Kama ujauzito ni wa kwangu, basi utabaki kuwa wa kwangu tu. Na sitakubali kulikalia kimya hili. Umenielewa? Sikia Kiwembe, nikwambie. Sikuwa na hisia na wewe. Na mimi sikuja kwako kwa sababu mimi nawe tutengeze mahusiano. Nilikuja kwako unitengenezee dawa, limbwata. Kwa sababu Kaya nipende, ni mwanaume ambaye nampenda na sio mwanamume mwingine. Na nilikubali kile ulichokitaka kwa sababu ulimradi unitengenezee dawa. Lakini matamanio yako, na mimi kwa sababu nilikuwa na shida, nilikubali ufanye kile unachokitaka.
ili jambo sio kukurupuka. Ni jambo bidi utulie na kuliweka sawa katika akili zetu. Kwa sababu nachokijua mimi kwamba Kim na yule mtu na ndugu yake, tena damu moja, tumbo nitoke kabisa. Yaani haiwezekani kabisa mtu akamloge ndugu yake. Nisikilize. Inabidi tukae chini na tutafakari jinsi gani kutatua hili jambo. Mimi nachojua Kim ni mtu ambaye ana upendo sana. Tena ni mtu ambaye anamwazia mdogo wake kila siku, tena kwa mema. Yupo lazima atoke hapa nyumbani akashinde kwa mdogo wake. Alafu leo unakuja unaniambia kwamba namloga? Haiwezekani. Yaani kitu ambacho hakiingii kabisa akilini. Haipo. Yaani haiwezekani, hawezi kumloga ndugu yake, haiwezi. Na kama angekuwa mchawi basi angeanza na mimi mume wake ambaye kila siku nalala naye na kuamka naye. Lakini sasa kuna hata maluweluwe. Yaani hata siku moja. Haiwezekani. Mke wangu hawezi kuwa mchawi. Niamini bro. Sikiliza ndugu yangu. Siku zote mtu anayerogwa hajijui. Na wewe ninapokuambia hapa, mke wako anakuroga na wewe bado hujitambui. Amka kwenye usingizi mzito ndugu yangu. Kwa sababu haya mambo kaniambia mke wangu. Na kwa nini amshutumu dada yake wa kuzaliwa naye na akaacha wanawake wote hao? Mke wako anakuroga. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya hapa wewe ni kutafuta ushahidi kwa mke wako ni mchawi. Hapana bro. Yaani mimi sawa kuniambia kwamba mke wangu mchani kitu ambacho hakiwezekani. Yaani haiwezekani kabisa. Mke wangu anakuwaje mchawi? Inawezekana vipi? Yaani siku zote nisimjue kama mke wangu mchawi. Yaani nachokuambia hivi kwa sababu gani? Mke wangu mimi anaheshimu vizuri sana. Hajawahi kunidharau hata siku moja. Anaheshimu mimi kama mume wake na hata watu wageni wangu wakija huko ndani anawaheshimu vile vile. Na kama mke wangu angekuwa mchawi, basi asingenisikiza mimi kama mume wake. Angekuwa anipuzia na kunidharau. Angenichukua mimi takataka tu. Lakini ninavyoniona hapa, ananiheshimu kama mume wake. Ananisikiliza na kunitii. Inawezekana mke wako mchawi. Nisikize, yule mke wako wani ni wanawake. Inawezekana kuna jambo kumboka alichukua kwa waganga huko, kasikiliza habari za kuambiwa na kuchukua tunakuwa kuniambia kwamba mke wangu ni mchawi. Lakini kitu ambacho hakiwezekani bro. Hakiwezekani kabisa, tafadhali. Naomba nielewe. Unaona sasa? Hii inaonyesha dhahiri shahiri kwa mke wako kakuweka hapa. Utaki kusikia na kuambiwa lolote kuhusiana na yeye. Kwa sababu mimi sio mpuuzi kuja hapa ukweni kwa ajili ya hili jambo. Nimekuja hapa kwa sababu hili jambo linanihusu. Haya, wewe umekuja kufanyaje sasa? Umekuja kwa ajili ya kumtetea mke wako. Oya. Mke wako ni mchawi. Sasa sikiliza, mimi sitaki kuongea sana. Ila kauli yangu ni moja tu. Fanya juu chini, kaa chini na mke wako na umkanye. Hao watoto wangu wote wanne waliowatafuna lazima walipe. Dhahiri shahiri naongea hili neno. Pili. Rafiki yangu Tatu. Halo? Sasa hapa shemeji yako anataka uthibitisho. Ajue ukweli kwamba ni Kim ndio anayeniroga. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakuomba unipeleke kwa yule mganga. Yaani tuwe wote watatu. Mimi, wewe na pamoja na shemeji yako Kai. Sawa, nimekuelewa Zawadi. Kwa hiyo wewe nenda tu na mumeo. Kwa sababu tukienda wote watatu atakudharau mumeo. Na atajua una akili za kushikiwa Zawadi. Na kukumbusha. Mumeo asije akajua chochote kinachoendelea kati yangu mimi na wewe. Yaani haitakiwi kabisa mumeo ajue kama mimi nishaye kukupeleka wewe kwa mganga. Na kuomba. Sawa rafiki yangu Tatu, mimi nimekuelewa. Haya sawa, baadaye. Binamu yangu. Mambo. Poa. Vipi? Habari za siku? Nzuri, kwema. Mbona kinyonge hivyo? Yaani binamu yangu kuna mambo mengi sana yanayonitatiza. Ni ujauzito wangu wa 4 sasa, umeshaharibika. Na anayehusika kwenye yote haya ni binamu yako Kim. Una uhakika gani kama ni yeye? Nina uthibitisho na ndio maana nazungumza hivyo. Maana nimemwona kwa macho yangu. Pole sana, lakini kikulacho kingoni mwako. Usipende kumwamini kila mtu. Na kwenye maisha yako, usipende sana kushikiwa akili. Hakikisha unachokifanya kinatokana na wewe mwenyewe. Lakini mimi sikurupuki kwenye hili. Nina uhakika na ndio maana nazungumza kuwa dada yangu Kim ndio anayeniroga. Zawadi.
Shemeji. Oshem. Habari za siku nyingi. Nzuri, kwema? Kwema. Vipi? Kuna nini kinachoendelea hapa? Hamna chochote. Tunapiga tu story na binamu yangu. Usiwe na wasiwasi. Sawa basi. Binamu, mke wangu. Tuanza kuondoka. Sawa mume wangu. Binamu, kwaheri. Haya, wasalimie. Haya, poa. Natamani niwape pole, lakini kikumbuka kwamba mimi mwenye mmoja ya watu ambao nipo kwenye huu mkasa, nabaki ukaa kimya, kwa sababu mimi ni familia na Kim ndo mke wangu, sawa sawa na watoto ambao wamezaliwa kwenye tumbo moja na wakafiwa na mzazi, alafu atoke mmoja akampe pole mwenzake. Inakuwa sio sawa, maana wote ni wafiwa. Hizi tuhuma ni nzito sana mamangu, tena tuhuma nzito kweli kweli, na sio jambo ambalo tunaweza kulimaliza hivyo ambao tunafikiria sisi. Lazima tukae chini, tutulie na tujue jinsi gani ya kulisolve hili. Mama, yule ni mwanao. Mimi ninachokuomba, wala usimkasirikie. Mke wangu, yule ni mdogo wako, na wewe pia usimkasirikie, kwa sababu mama, siku zote mzazi ukitoa chozi kwa ajili ya mtoto, hiyo ni laana. Ni laana kubwa sana unampa mtoto wako. Kwa hiyo yanaweza akamkuta makubwa bila wewe kutegemea. Kwa hiyo naomba usimame kama mzazi, simama kama mama wa watoto wako. Hawa ni wanao. Kuwa muhimili imara, kuwa nguzo imara kwa ajili yao, kwa sababu siku zote hatuwezi kuwa sawa. Lazima mitafaruku kama itokee, kwa sababu sisi ni binadamu, hatujakamilika, na Zawadi ni haya ni moja mapungufu yake. Kwa naomba msamehe mwanao mama. Baba, naumia sana tena sana. Watoto wangu niliowalea mimi mwenyewe katika maadili mazuri, maadili ya kumpenda Mungu, lakini leo hii watoto wangu wanaambizana maneno makali tena mbele yangu. Hapana mama, usiseme hivyo. Mimi naamini kila kitu kina muda wake, na siku zote hata mafuta ukiachanganya na maji basi hujitenga. Naamini wakati sahihi utafika na kila kitu kitabainika. Kama kweli Kim anamfanyia haya mdogo wake, basi itajulikana, na kama Zawadi anamfanyia mabaya dadake kwa njama tu binafsi, basi itajulikana. Ninachokuomba mama, usifanye chochote kile kibaya kwa ajili ya watoto wako. Tumtangulize Mungu mbele, wakati ukifika basi kila kitu kitajulikana. Kimole mole mole kae, bega bega wanyama, kimole mole mole kae, bega bega wanyama. Bila kubebeza macho,
huyu kila ujauzito anayopata unaharibika. Anayatenda haya ni dada yake. Samahani mtaalamu, unajua bado nashindwa kukuelewa. Unasemaje kuwa mke wangu ujauzito wake unaharibika kisa dada yake, wakati huyu ni ndugu yake kabisa wa kuzaliwa? Wamezaliwa baba mmoja na mama mmoja. Sasa leo hii unaniambia mke wangu anarogwa na dada yake? Hapana mtaalamu bana, hiyo sio ukweli. Huyu dada yake ndio wa kwanza kuolewa na hajapata mtoto mpaka leo hii. Sawa? Kwa hiyo ana kinyongo yule dada yake yenyewe. Hataki huyu aanze kupata ujauzito. Hataki aanze kupata mtoto huyu kabla ya kwake yeye. Sawa? Sawa, nimekuelewa mtaalamu, lakini samahani kwa kuuliza. Hivi bado kuna uwezekano mke wangu akashika tena ujauzito? Na atakapokuuliza kwamba anaweza kubeba ujauzito tena, mwambie haiwezekani, kwa sababu ndugu zake wameshamroga sana mpaka utakapomaliza wewe kumtibia. Nadhani umenielewa. Bando bai, huyu hataweza kushika ujauzito kwa sasa. Kwa sababu huyu ameshafungwa na ndugu zake. Hataweza kupata mtoto mpaka mimi nitakapomtibia. Mume wangu, mbona kama upo sawa? Okay. Leo tunakula nini mume wangu? Kwa hiyo hicho ndo nachowaza, si ndio? Hivyo mwanamke, una akili timamu kweli wewe? Mimi nikajua unakuja hapa unanipa mbinu za kutafuta mtoto, kumbe unaniambia mambo ya chakula. Unajitambua kweli wewe? Yaani nikuongelea muonekano wako kuanzia juu hadi chini, unaonyesha dhahiri shahiri kuwa mwili wako unaweza kuhifadhi chakula cha mwezi mzima. Sasa leo hii unakuja kuniambia mambo ya chakula wewe? Sikiliza wewe mpuuzi, ninachotaka mimi ni mtoto tu na si kingine. Sitaki chakula mimi. Yaani najiona mpuuzi sana yani. Siku zote unanizeveza kwa mama nyumba za kupanga kwa kofia tunarogwa. Kumbe wewe na ndugu zako ndio washirikina wakubwa. Na familia yako ilivyokuwa imelaaniwa, kumbe mama yako mzazi ndo mwanga mkubwa. Hapana mume wangu. Usimzungumzie mama yangu vibaya. Mimi najisikia vibaya sana unapomzungumzia hivyo, wakati wewe hahusiki na chochote kile. Anayehusika na haya yote ni dada yangu. Kaa kimya! Mpumbavu mkubwa wewe. Wewe na familia yako wote ni vinyamkela. Sasa nisikilize. Kuanzia leo hii sitaki maneno mengi, ni vitendo tu. Kama hutoweza kunipa mtoto, nipo radhi nitoke nje ya ndoa nikatafute mtoto sehemu nyingine.